Leo tumekutana hapa kwa dhamira moja tu ya kutoa tamko la Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro la kupongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia hotuba yake aliyoifanya tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2025 na wazee wa Dar es Salaam. Ilikuwa ni hotuba ambayo alifanya na wazee wa Dar es Salaam, lakini ni hotuba ambayo tunaitafsiri kama ni hotuba ya kitaifa, kwani tuliifuatilia kwa karibu kwenye vyombo vya habari. Tunampongeza kwa hotuba ile, imesimama kama taa mwanga katika kipindi ambacho taifa linahitaji amani, mshikamano, utulivu na mwelekeo mmoja wa kitaifa. Pamoja na mambo mengi aliyoelezea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tunatoa pongezi kwa uongozi na hekima na busara za Mheshimiwa Rais. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro na wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, tunatoa shukrani za dhati na pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Rais kwa hotuba iliyojaa busara ya uongozi na uhakika katika kuongoza taifa wakati wa changamoto. Wito wa maridhiano ni wajibu kwa taifa, uelewa wa kina wazima ya umoja wa taifa na hekima kuunganisha badala ya kugawa. Hotuba ile imeonyesha wazi Tanzania bado inaongozwa na falsafa ya umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hotuba iliyojaa matumaini ikatuma ujumbe wa uzalendo na kufundisha umuhimu wa kujenga badala ya kubomoa. Katika dunia leo iliyojaa misuguano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, ni nadra kuwa na viongozi wanaoweza kuzungumza na kutuliza mioyo ya wananchi. Uongozi wa Rais Samia umedhibitisha mara kwa mara kuwa amani ni kipaumbele na urithi wa kizazi kijacho. Vile vile amani kama msingi wa maendeleo. Mheshimiwa Rais aliongelea swala la amani kama msingi wa maendeleo. Hotuba ya Rais imeweka bayana ukweli ambao mara nyingi wananchi tunaofahamu, lakini huenda tukauzoea. Hakuna maendeleo bila amani. Amani ndiyo hutoa nafasi kwa biashara kustawi, huleta wawekezaji kutoka nje na ndani, huwezesha kilimo, elimu, afya, miundombinu kuendelea, kujenga mazingira ya utulivu kwa vijana, kwa familia, huwezesha sekta binafsi kufanya kazi bila hofu, huwezesha serikali kuweka mipango ya muda mrefu. Ni kweli usiopingika kama taifa tunaweza kuwa na mipango mizuri, fedha nyingi, maliasili nyingi, lakini bila amani mambo hayo hayana maana. Katika hotuba yake Rais ametukumbusha kuwa amani si jukumu la serikali peke yake, ni jukumu la familia, viongozi wa dini, viongozi wa kijamii, wazee, wanasiasa, wananchi wote. Huu ni wito unaotukumbusha kuwa amani haiwezi kulindwa na askari au sheria pekee, bali tabia na vitendo vya kila mmoja wetu. Niwakumbushe ili swala la amani pamoja na kuweza kusaidia kuleta wawekezaji, lakini pia katika mkoa wetu wa Kilimanjaro tunahitaji amani sana. Na wote ni mashahidi kwamba mkoa wetu wa Kilimanjaro, moja ya kitega uchumi kikubwa cha mkoa huu ni swala zima la utalii katika mlima Kilimanjaro. Tunapoipoteza amani, maana yake tunaweza kukosa watalii, na tukikosa watalii inaasiri, ni swala mtambuka, linaasiri asilimia kubwa ya wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro. Tuangalie tu makampuni ya utalii, tunaangalia wasaidizi wanaopanda mlima kwa ajili ya kuwapeleka watalii, lakini hatuangalii tu hilo. Unapokosa watalii, yule mama anauza mboga naye atakosa fedha, yule mama anauza nyanya pia atakosa fedha, yule mfanyabiashara wa mchele naye hataingiza fedha, wale wa usafirishaji nao hataingiza fedha. Kwa hiyo ni jinsi gani tunapaswa kuilinda amani katika mkoa wetu wa Kilimanjaro kwa maendeleo chanya. Lakini katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ilielekeza katika kutoa wito kwa wazee, vijana na viongozi wa dini nchini. Mheshimiwa Rais alikemea vikali tabia ya kutumia tofauti za imani za siasa au makabila kama sababu za kujenga uhasama baina ya wananchi. Ujumbe huu ni muhimu sana kwa taifa lenye misingi ya umoja. Tunaliunga mkono Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro, tunaliunga mkono kwa dhati tamko lake kuwa viongozi wa dini wanao wajibu mkubwa wa kuhubiri umoja, upendo na maadili na sio chuki. Wazee wana dhamana ya kuwa taa za busara, walimu wa maadili na mabalozi wa amani katika familia na jamii.
Vijana tunapaswa kujiweka mbali na propaganda za chuki za kimitandao, ushawishi wa kuvunja amani kwa manufaa ya watu wachache. Huu ni wito muhimu katika taifa linalokuwa kwa kasi na kukabiliana na changamoto za kidigitali, za siasa na ushindani wa mabadiliko ya kiuchumi. Kwa hiyo tunaungana na Mheshimiwa Rais katika swala hili, hasa kwa upande wa vijana. Tushikamane katika kuilinda nchi yetu. Tanzania ni yetu sote. Tanzania sio ya chama chochote cha kisiasa. Tanzania sio ya dini yoyote. Tanzania ni ya sisi wenyewe wa Tanzania. Na amani ya Tanzania tunatoa wito kama mkoa wa Kilimanjaro, tunaungana na Mheshimiwa Rais, italindwa na Watanzania wenyewe. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais aliongelea umuhimu wa kusikilizana na kujadiliana kama taifa. Katika hotuba yake Mheshimiwa Rais ameonyesha umuhimu wa kusikilizana badala ya kushindana, kupanga mustakabali wa taifa, maridhiano, kujenga taifa linalotanguliza ustawi wa wengi kuliko maslahi ya wachache. Kukataa lugha za chuki na mgawanyiko. Tunatambua kuwa tofauti za maoni ni sehemu ya demokrasia, lakini tofauti hizo hazipaswi kugeuzwa kuwa maadui. Badala yake zinapaswa kutupa fursa ya kujenga misingi ya taifa linalojadili kwa ustaarabu na kuheshimiana. Katika muktadha huo, tukio la Rais kukutana na wazee wa Dar es Salaam linakuwa mfano bora wa uongozi unaosikiliza, serikali inayofuata hekima kutoka kwa jamii, na taifa linalotafuta utatuzi wa amani na kuendeleza amani ya nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Rais aliongelea pia mafunzo, na sisi mafunzo tuliyopata kama mkoa wa Kilimanjaro kama taifa kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais. Mafunzo tuliyopata kama mkoa wa Kilimanjaro kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais. Hotuba ya Rais Samia imefundisha mambo kadhaa muhimu, ikiwemo uvumilivu ni silaha ya taifa. Hakuna taifa lenye maendeleo makubwa ambalo halikupitia changamoto. Lakini uvumilivu ndio hulinda misingi ya taifa. Upendo ndio msingi wa mabadiliko ya kweli. Kama tunajenga taifa la chuki, tutavuna chuki. Kama tutajenga taifa la upendo, tutavuna maendeleo. Busara ya wazee ni hazina kitaifa. Kwa kuwaita wazee, Rais ametukumbusha hekima inajengwa kwa miaka mingi na sio ghafla. Umoja ni kinga dhidi ya migogoro. Tukishikamana kama taifa, hakuna changamoto inayoweza kutupasua. Uongozi unaweza kujenga na kutuliza taifa. Hivyo mfano huu umeandikwa katika historia. Wito wetu kwa wana Kilimanjaro na Tanzania. Kwa msingi hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyotoa, wito kwa taifa letu na wana Kilimanjaro, tuelimishane kuhusu thamani ya amani. Tukatae lugha za chuki, hasa mitandaoni. Tuwaunge mkono viongozi wanaojenga badala ya kubomoa. Tujenge Tanzania yenye msingi wa upendo, heshima na utu. Tunaomba Watanzania wote bila kujali imani, chama, kabila, tushikamane, tusimamie amani, mshikamano na maadili ya taifa letu. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro tunahitimisha kwa mara nyingine. Tunampongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake ya tarehe 2 Disemba 2025. Hotuba hiyo ni zaidi ya maelekezo ya kisiasa. Ni mtaala wa maadili, kioo cha uzalendo, msingi wa maridhiano, mwongozo wa maendeleo. Wito kwa kizazi kipya, tunatoa wito kwa Watanzania wote kuutafakari, kukumbatia na kuutendea kazi. Amani ya Tanzania ni urithi wetu. Mshikamano wetu ni nguzo ya maisha yetu. Ni maendeleo yetu yanategemea juhudi za kila mmoja wetu. Ndugu waandishi wa habari, Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro tuna kila sababu kubwa ya kuendelea kuunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais, lakini tuna kila sababu pia ya kuendelea kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na mambo makubwa ambayo yameendelea kuyafanya katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Ni wazi katika miaka minne ya kipindi cha miaka 4.5 iliyopita alituletea fedha za maendeleo hapa zaidi ya trilioni 1.41 ambazo zilienda kwenye miradi ya maendeleo zaidi ya 2845 katika mkoa wote wa Kilimanjaro, katika kata zote 169 za mkoa wa Kilimanjaro. Ni fedha ambazo zimekuja ambazo hazikuwahi kuletwa tangu
nchi hii imeumbwa, tangu mkoa huu umeumbwa, hatujawahi kupata fedha nyingi za maendeleo kama hizi zilizoletwa na serikali ya awamu ya 6. Lakini kama itoshi, nitakuja tena kuzungumza na nyie kuhusiana na fedha ambazo zinaendelea kuja na miradi katika siku 100 za Mheshimiwa Rais ambazo aliahidi kufanya mambo makubwa. Lakini pia kama itoshi, nitaleta pia za mwezi mmoja tu ambazo zimeshakuja kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro tunaendelea kusisitiza amani. Vijana wenzangu na vijana wote tutoe wito, Chama cha Mapinduzi kinatoa wito wa amani na upendo. Tuilinde amani yetu. Amani ndio kesho yetu. Vijana tuna kesho nyingi. Tusiharibu kesho kwa ajili ya wachache, kwa maslahi ya wachache. Lakini kubwa zaidi, kwa nini mimi niumie? Kwa nini mimi nife? Kwa nini mimi niteseke ili wao uongoze? Kwa nini tusitafute uongozi kwa maridhiano? Kwa nini tusitafute uongozi kwa sera? Kwa nini tusitafute uongozi kwa kushiriki chaguzi? Ndugu zangu, nitoe wito hasa kwa viongozi wa dini. Viongozi wetu wa dini, sisi wote tunaabudu. Serikali ina dini, lakini wananchi wake tuna dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tukemee haya yanayotokea. Lakini pili, tunaona yako mitandaoni masuala ya tarehe 9 Disemba, masuala sijui ya tarehe 25 Disemba. Nitoe wito kwa viongozi wa dini. Nyinyi ndio mnatulea kiroho, nyinyi ndio mnatufundisha amani. Tutoe wito kwa vijana, tukemee, tuwaonye vijana wawe wazalendo, waipende nchi yao. Tutoe wito kabla ya tarehe 9. Tukemee kabla ya tarehe 9. Tunao vijana makanisani kwetu, tunao akina mama. Naomba viongozi wa dini wajitokeze pia kukemea, wasiyafanye haya. Tusisubiri yatokee matatizo alafu ndo tuje kuanza kuhoji na kuzungumza na kutoka mbele kuongea. Tuyakemee, tutimize wajibu wetu. Naamini viongozi wetu wa dini wametufundisha. Mimi ni Mkristo. Tumefundishwa kusamehe, tumefundishwa kufuata maadili. Naamini kama viongozi wa dini wakiamua wakilifanya hilo, basi vijana wataingia katika uzalendo wa kuipenda nchi yao. Vijana wataingia katika uzalendo wa kujua kwamba wao wana kesho nyingi na kesho yao inatengenezwa na leo. Tukiharibu leo, basi kesho yetu itaharibika kama vijana. Ni haki yetu kuilinda Tanzania yetu. Walinzi wa Tanzania yetu ni sisi.